Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka wazi mikakati ya serikali yake katika kuendesha mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya pamoja na kuundwa tume maalum ya maridhiano nchini. Akizungumza wakati wa mkutano muhimu uliojumuisha viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa nchini Tanzania, kiongozi mkuu wa nchi alibainisha kuwa serikali ipo katika hatua za mwisho za kuunda tume hiyo ya maridhiano ili kuhakikisha mwenendo nzima wa mchakato wa katiba mpya au marekebisho ya katiba ya sasa. Kauli hiyo ya mkuu wa nchi imekuja wakati ambapo vyombo vya uchunguzi vikiendelea na taratibu zake za kisheria, huku Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akisisitiza kuwa shughuli za tume hiyo ya maridhiano hazitaingiliana wala kuathiriwa na uchunguzi unaoendelea. Mkuu huyo wa nchi alifafanua kuwa wajumbe wa tume hiyo ya maridhiano watatangazwa rasmi hivi karibuni ili waanze kazi mara moja, hatua inayolenga kuanza kushughulikia masuala yote yanayohusu katiba kwa spidi na umakini mkubwa. Hatua hii inayotangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu haja ya kuwa na katiba mpya na maridhiano ya kitaifa umekuwa ukichukua nafasi kubwa miongoni mwa wananchi, wanasiasa na wadau mbalimbali wa maendeleo nchini Tanzania. Katika mkutano huo uliofanyika katika Ikulu ya Rais kati ya serikali na viongozi wa vyama vya siasa, kiongozi huyo wa nchi alisisitiza kuwa jukumu la kulinda amani, usalama na rasilimali za Tanzania ni wajibu wa kila mwananchi bila kujali tofauti zao za kisiasa au kiitikadi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alieleza kuwa mfumo wa kisiasa uliopo nchini ni wa demokrasia, ambapo wananchi wanaingia kwenye uchaguzi na chama kinachoshinda kinapata fursa ya kuunda serikali na kuongoza nchi. Hata hivyo, mkuu huyo wa nchi alibainisha kuwa kwamba licha ya chama kilichoshinda kuunda serikali, kazi ya kuilinda nchi pamoja na utajiri na mali ambazo Mwenyezi Mungu aliitunuku Tanzania ni wajibu wa Watanzania wote kwa pamoja. Kiongozi huyo mkuu wa nchi aliongeza kuwa serikali yake ipo tayari kuongoza jahazi hilo, lakini akatoa wito kwa wananchi wote na wadau wa siasa kumfuata nyuma na kumshirikiana naye kwa karibu katika kuhakikisha usalama na ustawi wa taifa unalindwa wakati wowote. Katika kuimarisha mada hiyo ya maendeleo ya taifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alibainisha kuwa maendeleo ya kweli yanahitaji misingi imara ya demokrasia pamoja na uwajibikaji wa pamoja kutoka kwa kila sekta na kila raia. Mkuu huyo wa nchi alifafanua kuwa demokrasia inahusu uwajibikaji wa pamoja kabla ya kufikia ustawi unaostahili kwa jamii nzima. Kiongozi huyo wa nchi alieleza kuwa pale ambapo Watanzania wanawajibika kwa pamoja, serikali iliyowekwa madarakani na chama kilichoshinda uchaguzi itatekeleza wajibu wake ipasavyo, na mwisho wa siku matunda na faida za maendeleo nayo zinarudi na kuwanufaisha wananchi wote nchini. Uchambuzi wa kina wa hatua hii iliyotangazwa na kiongozi huyu mkuu wa nchi unaonyesha uwepo wa nia thabiti ya kisiasa katika kumaliza mijadala ya muda mrefu kuhusu mchakato wa katiba nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza matumizi ya falsafa ya maridhiano, ustahimilifu na mabadiliko na kujenga upya taifa ili kuweka mazingira tulivu ya kisiasa na kiuchumi. Hatua ya kiongozi huyo wa nchi kutenganisha kazi za uchunguzi unaoendelea na shughuli za tume za maridhiano inalenga kuhakikisha kuwa mchakato wa kisheria au kuhamishwe juhudi za kisiasa na kijamii za kufikia muafaka wa kimataifa.
Mkutano huo uliongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa, unatajwa na wafuasi wa masuala ya kisiasa kuwa ni hatua za kihistoria na kimkakati kuelekea kupatikana kwa katiba mpya. Kiongozi huyo mkuu wa nchi ameonyesha njia ya jinsi gani ushirikishwaji wa wadau mbalimbali unavyoweza kupunguza mivutano ya kisiasa na kujenga misingi ya kuaminiana kati ya serikali na vyama vya upinzani. Katika maelezo yake, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alidhihirisha kuwa ujenzi wa taifa imara unahitaji juhudi za pamoja na si za kundi moja pekee na au chama kilicho madarakani. Dhana ya uwajibikaji wa pamoja iliyositishwa na kiongozi huyo wa nchi inaleta picha mpya katika uendeshaji wa masuala ya umma nchini Tanzania, ambapo wananchi wanapewa nafasi ya kuwa walinzi wa rasilimali zao na washiriki wakubwa wa maendeleo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alieleza wazi kuwa mafanikio ya kiuchumi na kijamii hayawezi kutenganishwa na mazingira ya kidemokrasia yanayotoa nafasi kwa kila mwananchi kutoa mchango wake. Mkuu huyo wa nchi alisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kikatiba huku ikiendelea na ikitengeneza mazingira wezeshi kwa vyama vya siasa na wananchi kwa ujumla kushiriki katika ujenzi wa taifa. Uamuzi wa kiongozi huyo mkuu wa nchi kutangaza uundaji wa tume ya maridhiano unatarajiwa kufungua ukurasa mpya katika historia ya kisiasa ya Tanzania, hususan katika eneo la marekebisho ya sheria mama nchi. Jamii ya Tanzania ama Rais wa Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alibainisha kuwa mchakato huo utakapojadiliwa na tume hiyo, hatua madhubuti zitachukuliwa ili kuhakikisha sauti za makundi yote katika jamii zinasikilizwa na kuzingatiwa. Mkuu huyo wa nchi alionyesha nia ya wazi ya kuhakikisha kuwa mchakato wa katiba haukwami tena, bali unasonga mbele kwa uwazi na kwa kweli, kwa misingi ya maridhiano ya kweli. Katika muktadha wa kimataifa na kikanda, hatua ya Rais Samia Suluhu Hassan zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu kama mfano wa uongozi unaojali mazungumzo wa amani ya nchi. Kiongozi huyo amekuwa akisisitiza mara kwa mara kwa amani na utulivu ndivyo nguzo kuu zinazovutia uwekezaji na kuchochea ukuaji wa uchumi wa kila Mtanzania. Kwa kuweka kipaumbele swala la maridhiano na katiba, Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaridhisha azma yake ya kuacha alama ya uongozi na unaounganisha wananchi na kuimarisha misingi ya utawala bora. Viongozi mbalimbali wa kisiasa waliohudhuria mkutano huo na kiongozi mkuu wa nchi walipata fursa ya kusikiliza mwelekeo wa serikali na kutoa mtazamo wao kuhusu namna bora ya kuendesha mchakato huo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alihakikisha kuwa kila hoja iliyotolewa inapewa uzito unaostahili ili kujenga msingi imara wa maridhiano. Mkuu huyo wa nchi alibainisha kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa chanzo cha mfurukuto au kuvunjika kwa amani, bali ziwe chachu za kupata mawazo mbadala yanayolenga kuitetea nchi ya maendeleo endelevu. Uundaji wa tume hiyo ya maridhiano uliotangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan unatarajiwa kuainisha maeneo kuu yanayohitaji marekebisho ya haraka pamoja na yale yanayohitaji mjadala mpana wa kitaifa kabla ya kufikia maamuzi ya mwisho. Kiongozi huyo alieleza kuwa maandalizi yote muhimu yanaendelea ili pindi wajumbe watakapotangazwa rasmi, kazi iwe kwanza bila kuchelewa. Mkuu wa nchi aliongeza kuwa serikali itatoa ushirikiano wa kutosha kwa tume hiyo ili iweze kujitekeleza majukumu yake kwa uhuru na kwa kuzingatia maslahi mapana ya Watanzania wote.